Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ninayo furaha tena kukutana katika kipindi hiki cha kujifunza maneno ya Mungu. Kabla ya yote na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Leo napenda kuzungumza au kuongelea juu ya somo la kichwa kinachosema malaika waasi au malaika walioasi. Ni nani hao malaika walioasi? Mara nyingi tumesikia habari ya malaika waasi, na watu wamezungumza kwamba shetani alipokuwa mbinguni aliwadanganya malaika, aliwashawishi malaika ili aasi pamoja nao, na alipofukuzwa mbinguni alifukuzwa pamoja na malaika waliomfuata. Hii ni elimu ambayo imeenea, lakini tuangalie katika maandiko. Biblia inasemaje kuhusu malaika waasi? Je, kweli shetani alifukuzwa na malaika mbinguni, au shetani mwenyewe alikuwa mbinguni afa akafukuzwa na malaika wakamfuata huko mbinguni? Je, maandiko yanasemaje? Nianze kusoma kwenye Agano Jipya, alafu baadaye tutakwenda kuangalia kwenye Agano la Kale. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3. Petro ya kwanza sura ya 3 mstari wa 18. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuhishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Niishie hapo. Huyu ni mwandishi Petro, anazungumza habari ya kifo cha Yesu, na kwamba katika kuhuishwa kwake Yesu aliwaendea aliwaendea hata wale roho waliokaa kifungoni. Kifungoni wapi? Kifungoni wapi? Akawahubiri. Sasa tunapoangalia nani hao waliokaa kifungoni akawahubiri, ni akina nani? Biblia inajiweka wazi, mstari wa 20 anasema ni watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Kumbe watu, inazungumza watu walioangamia, ulimwengu ulipoangamia wakati wa Nuhu, waliokufa katika dhambi wakati wa Nuhu. Yesu Kristo aliwaendea huko. Sasa swali pia linakuja, ina maana kwamba Yesu hakuweza kuwaendea, alingoja mpaka afe msalabani alafu ndio aende? Hakuwa na uwezo wa kuwafikia? Ulikuwa ni mpango wa Mungu wa kuleta wokovu. Ndio maana tunaposoma habari za kanisa la Kristo kwamba linaunganishwa Agano la Kale na Agano Jipya, ni kwa sababu ni kweli kuna watakatifu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa hao waliokolewa lini? Neema ya Mungu iliposhuka duniani haikubagua Agano Jipya peke yake, aliwaendea hata watu waliokufa kabla ya neema.
kwa sababu hakushughulika na agano jipya. Kuna watu ambao walikufa kabla ya neema, kwa hiyo walikufa kipindi cha giza. Sisi tumebahatika kwa kipindi cha neema. Yesu ili aunganishe agano la kale na jipya, na watu waliotangulia kufa kabla ya neema nao wapate neema, alituunganisha. Ilikuwa ni kuunganisha agano la kale na jipya, watakatifu wa agano la kale na agano jipya. Aliwaendea wale waliokuwa kifungoni, waliokufa bila wokovu. Ni watu gani hao? Anasema ni watu wasiotii hapo zamani. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 tu katika ulimwengu mzima. Wakati ule watu wote walikuwa ni wakwenda jehanamu, watu wote isipokuwa watu 8. Sasa neema ya Mungu pia hapa tunajifunza kwamba kumbe mtu akifa sio mwisho wake, bado yupo. Yesu aliwafuata hao watu waliokufa bila neema ya Mungu. Tunasoma ndivyo anavyoeleza Petro, ili nao wapate neema. Kwa Mungu yote yanawezekana, kwa Yesu yote yanawezekana. Hawa ndio waliokuwa kifungoni. Hawa ndio wanaoitwa waliokuwa kifungoni, sio wengineo, wala sio waliotoka mbinguni. Hakuna malaika walioshuka kutoka mbinguni wakakaa kifungoni. Ni watu wasiotii wakati wa siku za Nuhu. Andiko lingine tunalipata Petro ya pili sura ya 2. Waraka wa pili wa Petro sura ya 2. Hebu tuangalie tena mstari wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 na wa 5 unasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7. Jumla ni 8. Alimuhifadhi Nuhu na wengine 7, jumla 8 tuliyosoma hapo nyuma. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. 6. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kufanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Baada ya haya ni nini? Baada ya mambo haya kupita, kipindi kinachokuja, hata agano jipya likiwemo, ili wajifunze kwamba watu wasiomcha Mungu, Mungu ana hasira na dhambi, anaweza kuangamiza. Liwe fundisho kwa watu watakao kuja baadaye. Kwa hiyo tunaona katika mstari wa 4 tumeliona tena neno hili, Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata siku ya hukumu. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki. Hawa malaika waliokosa ni watu gani? Utaona malaika waliokosa wanaunganishwa na siku za Nuhu. Malaika waliokosa wanaunganishwa na siku za Sodoma na Gomora. Wakati wa Sodoma na Gomora wote waliangamia, lakini tunaona walisalia watu 3 tu walionusurika: Lutu na watoto wake. Wengine wakaangamia. Wakati wa Nuhu walisalia watu 8 tu, wengine watu waliangamia. Hawa ni malaika. Nimefundisha katika siku zilizopita kwamba neno, unaposoma neno malaika, ulielewe matumizi yake. Lina matumizi mengi. Wanaosema malaika hapa ni nani? Ni watu, ni binadamu waliokataa kutii,
wanaitwa malaika walioasi, malaika waliofungwa kifungoni. Utakubaliana na mimi kwamba neno malaika, nimefundisha sana kwamba lina matumizi mengi. Wanadamu wanaitwa malaika, Mungu anaitwa malaika, Yesu anaitwa malaika, shetani anaitwa malaika na vitu vingine. Lakini maelezo yale unapoyasoma yanayomhusu malaika, unaweza kugundua huyu malaika anayesemwa hapa ni nani? Ni Mungu. Huyu malaika ni nani? Ni mwanadamu. Huyu malaika ni nani? Ni shetani. Malaika waliokosa wanahusishwa na siku za Nuhu na siku za Sodoma. Kwa hiyo hawa malaika waliokosa ni wanadamu. Ni wanadamu. Kama una Biblia yako, ukiangalia kwenye rejea, tunaita references, rejea katika ule mstari wa 4, utaona inakupeleka kwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, wakati wa Nuhu. Hata pale tuliposoma katika Petro ya kwanza sura ile tuliyosoma, ukienda ule mstari wa 20, sura ya 3 waraka wa kwanza, utaona inakupeleka Mwanzo sura ya 7. Kwa hiyo malaika waliokosa, malaika waliofungwa kifungoni, sio malaika waliotoka mbinguni, walioasi, walioungana na shetani kufukuzwa mbinguni. Hizi ni hisia za watu, ni kama desturi, ni kama mila, ni kama simulizi ambazo zinatungwa kama hadithi za Abunuwasi. Watu wanasimuliana, wanacheka, lakini hazina ukweli wowote, kwamba yeye shetani alikuwa mbinguni alafu akafukuzwa na malaika wengine wakamfuata akaanguka nao. Ni simulizi. Biblia haisemi kitu chochote. Hawa malaika wanaosemwa hapa ni wanadamu. Nitaendelea kukuthibitishia. Najua unaweza usikubaliane na mimi, lakini tutaendelea kukuthibitishia kwamba hutaona maandiko yanayopingana kwamba hawa hawakuwa wanadamu. Tuangalie Yuda. Ukiangalia hapo inakupeleka, inasema unaweza ukaona tena hata maandiko haya katika Yuda. Yuda ina sura moja tu, lakini tukisoma ule mstari wa 5, mstari wa 6, Yuda sura hiyo moja, tukisoma mstari wa 6 unasema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi ya moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Unaona hapa, tunaona mstari wa 6, malaika inatumika tena. Malaika wasiolinda enzi yao, waliacha makao yao, wanangoja hukumu. Hawa ni malaika gani? Mstari wa 7, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa. Bado inakuhusisha na wakati Mungu analeta hukumu. Najua katika historia ya Biblia Mungu amewahi kuleta hukumu mwenyewe kutokana na vizazi vya dhambi mara 2. Tunaiona hukumu ya gharika na hukumu ya Sodoma. Hukumu ambazo Mungu alileta duniani kuonyesha ukali wake juu ya dhambi. Na hizo watu walihubiriwa, wengine wachache waliamini. Wakati wa Lutu waliokoka watu 3. Wakati wa Nuhu watu 8. Kwa hiyo
tunapozungumza habari ya malaika waasi, anawazungumza wale waliokataa kupokea neno. Maana Nuhu alihubiri, Lutu alihubiri, lakini watu walikataa. Kama wangekubali, wangekuwa ni malaika wema, lakini walikataa, wakawa malaika waasi, ndio walihukumiwa. Kwa hiyo Biblia Agano Jipya inarejea nyuma mahali ambako hukumu zimetoka mbili, ya Sodoma na ya Nuhu. Kwa hiyo kila utakaposoma habari ya uasi, lazima urudi kwenye kitabu cha Mwanzo, na hakuna andiko lingine litaka kupeleka popote. Tumesoma sura ya 3 waraka wa kwanza wa Petro, imetupeleka kwa Mwanzo. Tumesoma waraka wa pili wa Petro, tunaona habari hii ya malaika waasi inatupeleka kwa Mwanzo sura ya 6. Tunasoma katika Yuda, anazungumza habari ya malaika waasi, ukisoma inatupeleka huko kwa Mwanzo sura ya 6. Utalikuta wapi neno litakaloungana na tafsiri yako kwamba hawa malaika walitoka mbinguni? Na hii Biblia unaipata wapi inayosema haya? Ni hisia za watu au ni Biblia inayosema? Ni kwa sababu tunashindwa kuielewa Biblia. Mtu akiona neno malaika haelewi hapa ni malaika gani anayesemwa, ni mtu, ni Mungu, ni nani? Hawaelewi. Wanajua tu malaika wametoka mbinguni. Kutokuelewa kuna kufanya upotee. Kutokuelewa ndio kuna kupoteza. Kwa hiyo tumesoma maandiko mawili katika Agano Jipya. Labda niongeze andiko la 4. Niongeze andiko la 4, alafu tutarudi katika Agano la Kale. Andiko la 4 linapatikana kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Sura ya 12, tukisoma mstari wa 3 na wa 4. Ufunuo 12 mstari wa 3 na wa 4 inasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Hapa ukianzia mstari wa 1 mpaka wa 6 ni ufunuo ulio katika mafumbo. Yohana alikuwa anaonyeshwa picha ya jambo au tukio lililopita linalohusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mwanamke anayesemwa hapa ni taifa la Israeli. Lilikuwa na utungu wa kuzaa. Taifa la Israeli lilikuwa na subira, lilikuwa linamsubiri Masihi aje, maana walipewa ahadi ya kuja kwa Masihi. Walikuwa katika hali ya kusubiri na kungoja Masihi aje, lakini kumbe anakuja kwa njia ya kuzaliwa. Na Biblia inasema alikuwa tayari kumzaa mtoto, na joka lilikuwa limekaa, maana linajua joka kubwa ni Shetani. Alikuwa amekaa kando, anasubiri huyo mtoto azaliwe. Akishazaliwa amle huyo mtoto. Ni wakati ule ambapo Shetani alifanya kazi kubwa kwa kupitia Herode, kwamba Yesu alipozaliwa afe au wawe. Lakini mipango ya Herode haikufanikiwa, Yesu hakuuawa. Ukienda mstari ule wa 10 na mstari wa 6 pale chini, inakwambia mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Inazungumza wakati ambapo Mungu alimwambia Yusufu na Maria wakimbilie Misri, wakamlee mtoto huko mpaka Herodi atakapokufa. Sasa hii joka ambalo linakokota theluthi ya nyota, ambayo watu wanasema Shetani alipokuwa anafukuzwa mbinguni alikuja amekokota theluthi ya malaika kutoka mbinguni akaja nao duniani.
Hapa joka jekundu, shetani ni sifa, anapewa sifa zake, anapewa ni sifa kwamba huyu shetani ni baba wa uongo, kama vile alivyopewa pale kwamba ni joka kubwa, ni sifa. Jekundu ni sifa yake. Ana vichwa 7 na pembe 10, ni sifa yake. Juu ya vichwa vyake ana vilemba, ndivyo alivyo, na mkia wake unakokota theluthi. Maana yake ni sifa za shetani, ni kukokota. Kukokota sio kushawishi. Kukokota ni kulazimisha. Kukokota ni kuwadanganya watu. Sifa ya shetani ni mharibifu. Sifa ya shetani ni mjaribu, ni mwongo, ni adui anayedanganya watu, anawalazimisha, tena sio kwa hiari, anawakokota, anawaburuta watu. Sifa ya shetani ni kuburuta watu. Ndio maana nasema anakokota watu. Haisemi aliwatoa mbinguni. Neno Biblia linaposema mbinguni, kutoka mbinguni, mbinguni nimefundisha mara kadhaa kwamba mbinguni sio kule unakofikiri kwa Mungu. Mbinguni ni katika ulimwengu wa kiroho. Hii mambo haya alikuwa anaonyeshwa Yohana akiwa katika roho. Kwa hiyo anaonyeshwa katika hali ya kiroho. Kuna picha mbili ambazo tunahitaji kuziona. Kuna picha ya kimwili na picha ya kiroho. Hii ni picha ya roho. Mambo haya yalikuwa yanafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Watu walikuwa wanaona mambo ya nje. Herodi anataka kuua watoto. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ilikuwa ni joka ambalo linataka limle mtoto. Yohana naona mambo ya kiroho. Ukienda sura ya 7 anasema kulikuwa na vita mbinguni. Anaelezea habari ya vita vya shetani na Yesu msalabani. Anasema vita vilifanyika mbinguni, maana yake katika ulimwengu wa kiroho. Watu walikuwa wanaangalia kimwili mateso ya Yesu, lakini kiroho kulikuwa na sura nyingine. Maana sura ya mbinguni ni sura ya ulimwengu wa kiroho, kulikuwa na sura nyingine. Kwa hiyo hapa wanaposema joka lilikokota au mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, maana yake tabia ya shetani, yeye ni mtu wa kuwaburuta watu na kuwaangusha. Ndio sifa yake, kama vile Yesu alivyo na sifa zake. Ukisoma katika kitabu hiki cha Ufunuo, kila mahali Yesu anajipa naye ana sifa zake. Kwa mfano kwa makanisa yale 7, ukisoma kwenye kanisa la kwanza sura ya 2, ile kanisa la Efeso, Yesu anajitambulisha kwa sifa zake. Anasema haya ndio anenayo yeye azishikae hizo. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazokubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed. Nyota 7 katika mkono wake wa kuume ndio sifa ya Yesu. Nyota 7, yeye sifa yake anashika nyota 7 katika mkono wake, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Pale anaambiwa nani? Anapewa sifa zake huyu anayenena. Ukienda kwenye kanisa la Simina katika mstari wa 8 tunaona sifa nyingine. Haya ndio anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Hizi ndio sifa zake. Kwa kanisa la Pergamo anasemaje mstari wa 12? Haya ndio anenaye yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Katika kanisa la Thiatira mstari wa 18, haya ndio anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana.
Unaona sifa za Yesu hivyo. Katika kanisa la Sardi sura ya 3 mstari wa 1, haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Kanisa la Philadelphia sura ya 3 mstari wa 7, haya ndio anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufunga wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Anapewa utangulizi sifa zake kabla hajaanza kunena. Kanisa la mwisho ni Laodikia mstari wa 14 sura ya 3, haya ndio anenayo yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Naona Yesu, Biblia inatoa sifa za shetani, inatoa sifa za Yesu. Na katika sura za kitabu cha Ufunuo utaona kila mahali huwa anatanguliwa na sifa. Ukisoma sura ya 9 anasema malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, nayo akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Hiyo ni nyota. Nyota yenye funguo la kuzimu ni nani? Ni Yesu. Sura ya 10 ukisoma anasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Unaona? Sasa hapa shetani anapewa sifa hivyo hivyo kama Yesu anavyopewa sifa. Anasema ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Ndiyo tabia yake. Yesu ana tabia zake, shetani ana tabia zake. Wala haituelezi kwamba shetani alitoka na malaika mbinguni akaja nao duniani, ambao ni malaika wanaitwa wameasi, wamemwasi Mungu. Nimewahi kusema na narudia tena, shetani mwenyewe hajawahi kuwa malaika wa Mungu, hajawahi kukaa na Mungu, wala hana malaika waliomfuata kutoka mbinguni. Uelewe maana ya matumizi ya neno malaika. Kwa hiyo watu wanachukua maandiko haya niliyoyasoma katika Petro wa kwanza sura ya 3, Petro wa pili sura ya pili, na katika Yuda, wakiunganisha na hii sura ya kitabu cha Ufunuo, wanasema shetani alitoka mbinguni, alishuka duniani, alikuja na malaika wengi walioasi. Ndio wanaozunguka malaika waasi. Lakini imeandikwa wapi? Wanatumia maandiko haya. Je, maandiko haya ndivyo yanavyoeleza? Kuto kuielewa lugha ya Mungu kunaleta athari, kunaleta mafundisho yasiyokuwepo, kunaleta mafundisho ambayo hayapo, yamebuniwa, yanakuwa simulizi. Neno la Mungu linabadilika, Biblia inabadilika kama ni simulizi, kama kitabu cha hadithi ambacho mtu anaweza ukatia chumvi, wakati mwingine unatia chumvi mpaka unaharibu. Neno la Mungu linajitegemea. Sasa nikurudie tena. Tumeona katika Petro sura hizo mbili, Petro ya kwanza na ya pili na Yuda, mistari yote tuliyosoma inatuelekeza, inasema nenda kwa Mwanzo sura ya 6 na sura ya 7. Unaona? Wala haipingani. Nenda kwa Mwanzo sura ya 6 na sura ya 7. Sasa sura ya 6 na ya 7 ya Mwanzo inasemaje? Sura ya 6 inasema mstari wa 1, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Mstari wa 2, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliwachagua.
Hapa ndipo mafundisho yanakubaliana, wanaungana kwamba unaona hawa eti hapa kosa liko hapa kwamba eti kulikuwa na wana wa wanadamu na wana wa Mungu. Hawa wana wa Mungu walikuwa ni malaika. Ndio mafundisho mapotofu yasiyo na macho. Eti hawa wana wa Mungu walikuwa ni malaika. Hawa malaika walikuja duniani wakaanza kuwatamani mabinti za wanadamu. Walipowatamani wakawaoa. Mafundisho ya makanisani. Je, Biblia inasemaje kuhusu malaika? Malaika wanaoa. Malaika wana mwili. Malaika wana roho, wana mwili, wanaoa. Yesu, kuna watu waliwahi kumletea swali katika Mathayo, wakamuuliza. Kulikuwa na ndugu alikuwa ameoa mke, akafa. Akabadili wa pili akafa, watatu akafa, wanne akafa, watano akafa, wa sita, wa saba, wote wakafa. Yule mama akabaki amefiwa na wanaume 7. Wanamuuliza Yesu, hivi huko mbinguni katika kiyama atakuwa mke wa nani? Yesu akasema, mnapotea kwa sababu hamuyajui maandiko. Hamuelewi, mnadhani mnauliza vitu vya maana, hamuelewi. Mbinguni watu hawaoi wala hawaolewi, maana wanakuwa kama malaika. Sasa jifunze, malaika wakoje? Malaika wana mwili? Mwingine ataniambia ndio, mbona mimi nimewahi kumuona malaika? Mungu anapotaka kujifunua kwako kutokana na udhaifu wako, atakuja kwa sura. Lakini Mungu hana sura. Atakuja na malaika, malaika hana sura, ili kukudhihirisha wewe, kukuondolea wewe mashaka yako na udhaifu wa imani yako. Anakuja na sura ya malaika, lakini yeye kwa asili ni roho. Roho hazina sura, hazina mwili, hazina umbo. Yesu anasema hakuna kuoa, maana kule mnakuwa malaika. Sasa hapa watu wanasema malaika waliwatamani watoto wa binadamu, mabinti wa binadamu, wakaoa. Ukisoma mstari wa 3 unasemaje? Katika Mwanzo 6:3 anasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mungu anasema sitashindana na mwanadamu milele. Kumbe ni wanadamu hawa, hawakuwa malaika. Kwa nini kuna wana wa wanadamu na watu wa Mungu, wana wa Mungu? Ukianzia sura ya 4, Mwanzo 4 mstari wa 26, Mwanzo 4 mstari wa 26 inasema, Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Kwa maana nyingine, hapa ndipo ulikuwa mwanzo wa watu kuanza kumwabudu Mungu, kuliitia jina la Bwana, kuwa na ibada, kumwabudu. Walianzia hapa kwa Enoshi. Kutokea hapo pa Enoshi, endelea na kizazi sura ya 5. Ukienda sura ya 5 unamkuta mtu wa kwanza pale yuko, unamwona pale Adamu anamaliza miaka yake, unamwona pale Adamu anamaliza miaka yake mingapi? Anamaliza miaka yake 930. Anakuja Seti, miaka 910. Anakuja Enoshi, miaka 905. Anakuja Kenani, miaka 910. Unaendelea mpaka mwisho wa sura ya 5, kuna miaka 1000 yamepita. Kufikia sura ya 6 inasema mstari wa 1, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi. Yani mpaka wakati huo watu wameenea, watu wamezidi, watu wamekuwa wengi. Na katika watu wengi kumetokea makundi mawili, wanaomcha Bwana tangu siku za Enosh. Kuna watu wanaomcha Bwana na watu wasiomcha Bwana. Na sheria ya Mungu iliwazuia watu wanaomcha Bwana wasioane na watu wasiomcha Bwana. Watu wasiomcha Bwana waliitwa wana wa wanadamu, na watu wanaomcha Bwana waliitwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu walipoanza kwenda kuungana na kushirikiana na watu wa mataifa, watu wasiomwabudu Mungu, walikuwa ni wana wa Mungu wanaenda kuungana na wana wa wanadamu. Sio malaika wanakwenda kuoa wanadamu, malaika waoi.
uielewe lugha ya Mungu. Hapa anazungumza wana wa Mungu na wana wanadamu. Ndio waliosababisha Mungu akasirike mpaka alete gharika, watu wafe, wapotee. Lakini Yesu alipokuja katika Agano Jipya akawakumbuka, akawafuata waliokufa ili nao wapate neema, roho zao zipate neema. Na mstari wa 5 unarudia kusema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Walikuwa ni wanadamu hawa. Kwa hiyo Biblia inaposema, unaposoma kule katika Agano Jipya katika Petro na Yuda, inakulenga, inasema kaangalie kwa Mwanzo 6. Hao malaika waasi ni malaika walikuwa ni watu gani? Ni hao wana wa Mungu ambao walishindwa kutii amri ya Mungu mpaka walisababisha gharika, mpaka walisababisha adhabu, watu waangamie kwa sababu ya uovu wao, kupenda kuungana na watu wa mataifa. Yani wamependa dhambi, walikuwa ni malaika waliopotea. Hawa ndio wanaitwa malaika waasi. Hawa ndio malaika waasi, ni wanadamu. Hakuna malaika waliotoka mbinguni wakaasi wakaja duniani, wala shetani hakutoka mbinguni kwa Mungu akaja duniani. Shetani amekuwepo toka mwanzo. Biblia inasema huyo ni mwongo tangu mwanzo. Yeye amekuwa ni mharibifu tangu mwanzo. Mwanzo lini? Mungu amekuweko tangu mwanzo na shetani amekuweko tangu mwanzo. Biblia inasema, ukisoma habari za Mungu, hapo mwanzo Mungu alikuweko tangu mwanzo. Hana mwanzo na mwisho Mungu. Lakini ukisoma habari za shetani inasema tangu mwanzo. Huo mwanzo ni lini? Ni vizuri kama unajiuliza mambo haya. Tangu mwanzo ni mwongo. Tangu mwanzo ni mharibifu. Tangu mwanzo ni mdanganyaji. Unaposema hapo mwanzo wewe alikuwa kwa Mungu, sasa mwanzo wa shetani unaanzia wapi? Kama Biblia inasema tangu mwanzo alikuwa na ubaya mwanzo, wewe unasema mwanzo alikuwa kwa Mungu, alafu baadaye akaasi. Sasa mwanzo wa shetani unaanzia wapi? Nimesema tunazungumza habari ya malaika waasi. Je, malaika waasi wapo? Biblia inapozungumza habari ya malaika walioasi, hata wewe ukiasi utafanana tu na hao walioasi wakati wa Nuhu, walioasi wakati wa Sodoma. Maandiko yote nimekuonyesha. Ukisoma Petro ya kwanza 3 inakuambia ni kutoka kwa Nuhu. Ukisoma Petro ya pili sura ya 2 inakuambia ni kutoka kwa Nuhu na kwa Sodoma. Ukienda katika Yuda inakuambia ni kutoka kwa Nuhu na kwa Sodoma. Hawa ndio walioasi, ndio wanaoitwa malaika walioasi. Hawakutii sheria ya Mungu, wakaangamia, wakabadilisha mpango wa Mungu. Hata wewe usipotii, hasira za Mungu zitakuja juu yako sawa sawa na neno la Mungu lilivyo. Neno la Mungu halisemi uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuto kufuata kanuni za kusoma Biblia zimetuletea mafundisho mengi sana ambayo hayapo. Kwa wale ambao hamjasoma kitabu changu, nimeandika kitabu kinachoitwa Matumaini Yasiyo na Tija. Watu wametumainishwa vitu vingi, wanafikiri juu ya vitu vingi, wanafundisha juu ya vitu vingi ambavyo havipo, ila umeelewa vibaya. Umeelewa vibaya. Kama watu walivyoelewa vibaya juu ya malaika waasi kwamba walitoka mbinguni, wako wapi? Wako hapa, shetani. Wanasoma habari ya Ufunuo sura 12, wanasema shetani alikokota. Ile ni sifa ya shetani. Yeye ni mtu wa kuwakokota watu. Hata wewe usipotii atakukokota. Ndio tabia yake. Haielezi watu aliotoka nao mbinguni, wala hakukaa mbinguni. Anaeleza tabia yake ya kukokota watu. Tusihubiri masimulizi. Tusihubiri simulizi za watu. Kuna hadithi nyingi zimejenga kwenye vichwa vya watoto wengine. Hata tulipokuwa watoto tulikuwa tunasimuliwa hadithi nyingi. Sasa hata watu wanaifanya Biblia iwe kama hadithi.
vitu ambavyo havipo kabisa katika Biblia. Mungu atusaidie kulitii neno la Mungu. Tusijaze vitu kichwani ambavyo wala si vya Mungu. Wewe ni malaika, hata mimi naweza kuwa malaika. Nikupe andiko moja tu nimalizie. Yako mengi, nadhani katika masomo nilipofundisha habari za malaika nilitumia maandiko mengi zaidi ya 10 na kitu, si 10 na ngapi. Leo natumia tu neno moja, andiko moja la Waebrania sura ya 2. Ni mstari ambao ni maarufu sana, unajulikana sana mstari. Waebrania sura ya 2 mstari ule wa 3 unasema hivi. Unasema sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia, Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa mgawanyo ya Roho Mtakatifu. Nitaka nikuonyeshe mstari, nimesoma mstari wa 3, lakini nimeacha neno niliyokuwa naitaka, ni mstari wa 2. Mstari wa 2 unasema, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hiyo? Ni neno gani lililonenwa na malaika? Ni malaika gani aliyeleta neno? Ni malaika gani aliyeleta neno ambalo tusipolijali hilo neno hatutapata wokovu? Anazungumza hapa ni Yesu. Unaposoma malaika na habari inayoendelea kunenwa, unajua huyu malaika anayesemwa hapa ni Yesu. Ndiye aliyeleta neno, ndiye ameleta wokovu. Tusipojali hatutapona, hatutaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani kwa somo la malaika walioasi nimekuweka mahali kwamba malaika ni nani? Malaika ni nani? Ni wanadamu. Ufunuo katika Mwanzo anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu kabisa. Kwa nini malaika wakose alafu Mungu hasira zake ziende kwa wanadamu? Ukienda sura ya 6 ya Mwanzo, kwa nini kama ni malaika wamkosee Mungu malaika alafu hasira za Mungu ziende kwa wanadamu? Kwa nini? Wanaosemwa ni wanadamu. Ni wanadamu. Kwa hiyo tunapomwamini Mungu tunakuwa wana wa Mungu. Lakini tusipomwamini Mungu tutakuwa ni wanadamu tu, kama wale wenzetu waliokuwa wanadamu tu. Na Mungu aliwazuia msiende kuoa watoto wa wanadamu, maana ninyi ni wana wa Mungu. Hatuna ushirika. Kuna ushirika gani kati ya mtu wa Mungu na mtu wa uasi? Kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa 2:6. Kuna ushirika gani? Walipofanya ushirika, hasira za Mungu zilishuka. Na sisi Mungu, kanisa la leo, atusaidie. Kanisa la leo limejiingiza katika dunia, lina ushirika na ulimwengu, lina ushirika na mambo ya giza, lina ushirika na watu wa dunia. Hata huwezi kutofautisha watu wa Mungu ni wepi na watu wa dunia ni wepi. Tumekuwa sawa tu. Hata ndoa zimeungana, hata maisha yameungana, yani kila kitu kimeungana. Kanisa liko kwenye hatari. Wenzetu haya mambo ndio yaliyoleta gharika. Ndio yaliyoleta gharika. Ukisoma kitabu cha Luka sura 17 mstari wa 26 na kuendelea, Luka 17:26 na kuendelea, inasema siku zile walioa na kuolewa na kujenga, wakajisahau mpaka gharika ikawashukia. Leo starehe, watu kujichanganya, hata unashindwa kujua hivi kuna Ukristo. Asante wewe unayenisikia ambaye umesimama na neema ya Mungu
kujitenga na ulimwengu na mambo yanayotuzunguka. Watu wanakuja makanisani wanauliza, nimepata mchumba ambaye hajaokoka, hivi ni vibaya nikiolewa naye? Yaani hawajui hata ubaya. Hawajui watu, wasichana hawajui, wavulana hawajui. Hawajui. Mmoja anakuja kwangu anasema, kuna binti mmoja tumependana sana lakini ni Muislamu. Unasemaje mchungaji? Yaani hajui tofauti ya kuwa yeye ni Mkristo na kwenda kuoana na Muislamu. Hajui. Kanisa limefika mahali pabaya. Huu mchanganyiko wa kujichanganya wana wa Mungu na wana wa wanadamu ndio ulioleta gharika katika Agano la Kale. Je, kanisa la leo likoje? Mungu atusaidie vijana, wanaume, wanawake kusimama katika neno la Mungu. Ni lazima maji yajitenge. Ni lazima maji yajitenge. Ubaya na uongo lazima ukweli ujitenge. Mtu wa Mungu aonekane na mtu wa dunia aonekane. Hii ndio injili katika kizazi tulicho nacho. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Kabla ya kuhitimisha, nitangaze kwamba tumekuwa na mwendelezo wa kutangaza masomo yetu ya Biblia ambayo tumeanza, shule ya Biblia kwa njia ya mtandao. Tumetangaza na tulikuwa tunatangaza kwamba tunaanza tarehe 1. Tayari tumeshaanza. Nataka kuambia kwamba kama upo unasikia unataka kujiunga, tayari tumeanza tarehe 1. Watu wamepokea masomo. Tumeanza na wale waliotuma fedha ya masomo, maana tulitoa utaratibu kwamba kila somo litalipiwa shilingi 30. Wale waliotoa tumewatumia, na wengine wametoa fedha siku ya pili, tumewatumia. Wengine wametoa siku ya 3, tumewatumia masomo. Kwa hiyo wapo katika shule, na wewe na kualika katika jina la Bwana. Mungu akubariki. Asante sana. Kwa jina langu naitwa Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu 0754 041599, na namba nyingine ya ofisi tunapatikana kwa namba 0769 007328. Unakaribishwa katika jina la Bwana. Mungu akubariki. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazokubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed.